leo mikononi mwa Bwana. Ibada ya 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 leo mikononi mwa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo, tunaweza kusimama. Jehova Mungu wetu, Baba yetu, wewe Mungu wa milele, mwenye mbingu na nchi, usiyokuwa na mwanzo, usiyokuwa na mwisho, liye juu ya vitu vyote. Wewe Bwana ambaye tena tunaongeza kukuita muda huu ambao Bwana umeruhusu uweze kukusanyika mbele zako, Mungu. Bwana twashukuru kwa kuwa ni wewe uliona vema haikakupendeza siku ya leo miguu yetu Bwana ikanyage hekaluni mwako. Acha tuseme asante. Twashukuru Bwana kwa kuwa Mungu umetulinda sote kwa wiki nzima, ukaona vema tena tuonane siku ya leo. Sifa zikurudilie Bwana. Baba, tayari tuko katika hema lako. Achoomba Mungu wetu uwepo wako kati yetu Bwana. Kama Musa na Israeli Bwana, hatuwezi kutoka hapa usipoenda pamoja nasi. Nasi tu mbele zako Mungu, hatuwezi kuanza usipoanza pamoja na sisi. Sababu tunaomba ibada ya siku ya leo pate kuibariki. Ibada hii Bwana, Mungu wa mbinguni, uwepo wako uonekane katika hema lako. Nzuri wa mbingu enee mahali hapa. Nguvu za Roho Mtakatifu Bwana zienee mahali hapa. Watu wako wakuone Mungu, washuhudie kwamba Mungu yu kati yetu. Asante Bwana, twashukuru. Tuamini wewe ni pamoja nasi, maana umesema kila utakapokusanyika wawili watatu, wewe utakuwepo. Hatukusahau ndugu zetu, bado wangali njiani. Tunawaacha mikononi mwako. Mkono wako Bwana uwe juu yao, ukawaongoze kama ulivyoongoza taifa la Israeli, hata watakapoingia hekaluni mwako Bwana walitukuze jina lako. Asante Baba yetu. Kuomba ni kwetu na kutenda kazi ni kwako Jehova. Ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba. Amen. 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 Basi walio na vitabu vya Kiswahili Wokovu, tutafungua namba 110 kwa ambao utatuongoza kwa msamaha. Niombe mwenye kutamani wa kuombee, ujisikie kujiombea. Namba 110. Amba uliopasuka ndani yako nijifiche, maji yamedamuliwa, itokayo bavu zako, iwe dawa ya kuponya roho yangu na ubaya, iwe dawa ya kuponya roho yangu na ubaya. Kazi za mikono yangu haziwezi kukomboa, hata nigelia sana na kutenda kazi nyingi, singeweza kuokoka. Peke yako Mwokozi, singeweza kuokoka. Peke yako Mwokozi, ndani yangu sina kitu,
na unaushika msalaba, uchi mimi univike, sina nguvu nichukue, ni mchafu unioshe, wewe uokozi wangu, ni mchafu unioshe, wewe uokozi wangu, kwa maisha yangu yote, hata nitatoa roho, hata saa ya kuitwa mbele ya mfalme wangu, mwamba uliopasuka, nijifiche ndani yako, mwamba uliopasuka, nijifiche ndani yako. Amen. Tutasoma Zaburi ya 32 Read Psalm 32 kwenye mstari wake wa kwanza from verse 1 hadi kufika kwenye mstari wake wa 5. through verse 5. Heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Heri Bwana asiyemhesabia upotovu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Niliponyamaza, mifupa yangu ilichakaa kwa kuugua kwangu mchana kutwa, kwa maana mchana na usiku mkono wako ulinilemea. Jasho langu likakauka, hata nikawa kama nchi kavu wakati wa kaskazi. Nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuficha upotovu wangu. Nalisema, nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Amen. Tunaenda kuomba. We're going to pray. Mungu Baba mtakatifu wa mbinguni, asili yako ni Mungu wa rehema. Bwana, tunakuja mbele zako maana tumejitambua sisi ni wakosaji. Tumekosa mbele zako Bwana, tumeenda kinyume na mapenzi yako, tumetenda maovu tukapotea. Baba, tunaomba utuhurumie. Bwana, utusaidie tuione tena njia ambayo tuliyoipoteza tukaingia gizani. Bwana, utuoneshe nuru yako tuione njia Bwana, na hiyo njia ni Yesu Kristo ambaye ndiye uzima na uhai wetu Bwana. Baba, tunanyenyekea chini ya miguu yako. Mungu tusamehe. Bwana, utuhurumie. Hatustahili hata kulitaja jina lako Bwana, lakini Mungu wetu, tumetambua sisi ni wakosaji na wewe ni Mungu wa rehema. Baba, ndiyo sababu hatuna hofu kualika damu ya Yesu Kristo weze kutunenea mema mchana wa leo, weze kutuondolea na kila uovu wote, weze Bwana kutusafisha na kutufanya safi kweli machoni pako. Maana wewe ni Mungu uliye safi, wewe ni Mungu uliye mtakatifu, wewe ni Mungu ambaye Bwana vichafu havisogei mbele zako. Baba, ndiyo sababu tunaanguka sote Bwana, wadogo kwa wakubwa, wababa kwa wamama, watumishi taifa lako, tunaanguka miguuni pako. Maana pana uponyaji, miguuni pako pana rehema, miguuni pako pana uponyaji, miguuni pako pana kutendewa mema Bwana. Asante Yesu.
Rehema zako zatosha Bwana. Damu yako Baba yatosha. Damu yako Bwana. Acha Baba isafishe uovu wote Yesu. Tuweze tena Baba kuona uso wako mchana wa leo. Kama vile Yakobo alisema, nalileta dhambi zangu kwako Bwana. Mungu kanisamehe. Na sisi Baba utusamehe. Haijalishi Baba uzito wa dhambi tulizozifanya, kwako Bwana hakuna kisichowezekana. Ndio sababu Mungu wa mbinguni, tuomba uturehemu, utuhurumie Baba yetu. Ni mengi tumeyatenda, hata mengine yamekuwa mazito kwetu kuyasema, kwa sababu tunaona uzito wa yale ambayo tumeyatenda Bwana. Lakini wewe ni Mungu wa rehema, unayeona hata ndani ya moyo wa mwanadamu. Baba, jicho lako litutazame, lituchunguze, na baadaye Bwana ututendee vema. Asante Bwana, twaomba ni kupitia damu ya Yesu Kristo iliyo hai. Amen. 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 Ndio. Ni muda ambao tulikuwa tunaomba msamaha. That was the time where we were repenting. Uamini Mungu amekusamehe. Believe that God has forgiven you. Na ikiwa Mungu amekusamehe, And if He has forgiven nami you, nisamehe na mimi, and He has sasa forgiven you also, tumekuwa huru. that means we are free now. Amen. Tumekuwa huru. We are free. Hakuna mpaka. There's no more barrier. Jisikie sasa kuingia kwenye vilele vya Mungu. Feel like going into His courts. Umkaribie Mungu. Get closer to God. Umtukuze Mungu. Praise God. Umsifu Mungu. Worship. Maana tayari umepata kibali kwa Bwana. Because you already found favor in His sight. Amen. Tusimame. Let us stand up. Na tuombe wanasifa na mabudu wote wasogee mbele Ask the praise and worship team to come ili waweze kutuongoza kwa nyimbo. so they can lead us in a song. Karibu. We're going to sing number 24 in the Swahili book. Taimba nyimbo ya wokovu ya namba 24. E Mungu mwenye kweli na kuamini sana, maneno yako yote milele yatadumu. Nilipe kazi shida, nitakusaidia, nategemea Bwana. Naona tumaini,
Mwimbaji anaimba vizuri. The singer sung well. Naona maisha yenye kuwa na maana I see that a beneficial life ni kumtumikia Mwokozi. is only through working for God. Wengine wanatumikia magari, Some people work for wengine God. wanatumikia manyumba, They work for houses. lakini mwimbaji anasema But this singer says, nitamtumikia I Mwokozi. will work for the Lord. Wewe unamtumikia Who nani? do you work for? Amen, amen. Amen. Hilo ni swali la kila mmoja That is a jiulize. question that each person should ask Hata themselves. utakaporudi nyumbani You ujiulize, get back home, ask yourself, mimi ninamtumikia nani? whom do I work for? Ikiwa ninamtumikia If Mungu, I'm working for God, basi Mungu awe kipawa mbele katika maisha may yako. He go before you Amen. in your life. Amen. Basi tunafika muda mzuri We've reached another great time. ambao ni muda wa kukaribisha wageni, It is time to welcome our visitors. angalau kusalimiana tu. Even those not just about Basi greeting each acha other. tumkaribishe mchungaji Josephat I'm going to welcome Pastor Joseph, atupokelee wageni, and he's going to welcome our na kama visitors. hakuna wageni, And if there are no visitors, basi tuweze kupata hata kibali cha kusalimiana. we'll have the favor to Amen. greet each other. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Praise God. Haleluya. Amen. Furaha ipo. Is there joy? Kama wewe ni mgeni If you're a visitor mara ya kwanza and this is your first time kushiriki pamoja nasi to worship au with muda us, mrefu or if it's been a while hatuhudhurie pamoja, without fellowshipping tulikuwa together, tumekumiss, we have missed you. utasimama au We'll tusalimie ask you to stand up so you can greet na us utujulishe mahali umetoka. and remind us where you came from. Tunapenda wageni We love visitors, na kanisa itaamua kama ubaki and ama the church will uende. decide whether you should stay or leave. Ni kanisa itaamua. The church will decide that. Ndo watakusii. They're the Karibu ones who mpendwa, plead with kama you. uko mgeni, Welcome, beloved, if you're a guest. mshiriki wetu au mgeni wa kanisa toka sehemu nyingine, If you came from a different church, karibu tusalimie. you're welcome to know. Haleluya. Tusalimia na kutujulisha mahali wametoka. My name's Arlene Kundo Rose. I'm from Florida, and I love God. Ameshamaliza. Salimia. She's done. You can go ahead. My name is Vincent. Kwa majina naitwa Vincent, I came from Jacksonville, Florida. naye anatoka Florida. I came to visit my family. Nilikuja kusalimia familia yangu. Hii ni familia ya mkubwa wake na mwalimu wetu This Aloisi. is our teacher's elder brother family. They came from Na Florida. wakija mahali mwingine, hii ndio kanisa yao. When they come to visit, they attend this church. Sema nini kwao? What should we say to them? God bless you guys, and you're more than welcome. Nilitaka nisikie kwamba wahame. I wanted to hear that they should move here Hapa ni kwa baba yao. because this is their father's place too. Tufanye nini kanisa la Bwana? What should we do, church? Kwa jina la We nani? should bless them in the name of Moja, Jesus. mbili, tatu. Karibu na ndugu na Mungu awabariki pamoja nasi. Kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo sisi sio wageni tena. You are no longer visitors. Karibu nyumbani mwa Baba. Welcome in the house of the Lord. Amen. Mera kanisa la Bwana, Amen. tayari tumekwisha kukaribishana, We've already welcomed one another. tumekwisha kusalimiana. We've greeted each other. Sote tunakuwa watoto wa nyumba We moja. are all children of the same house. Amen. Amen. Tunataka tucheze kwa Now pamoja, we're going to dance together, tufurahi kwa pamoja, rejoice together, tusifu kwa and pamoja, praise together, tuabudu kwa and then pamoja. worship together. Amen, amen. Amen. Simama mahali ulipo, Stand up where you are tumtukuze Mungu so we sasa. can glorify God. Mwambie Bwana Tell God kwa yale ambayo umetutendea for wiki the things mzima, that you did for us throughout the week. nasi tunakuletea sasa We shukrani bring to you thanksgiving na sifa na maabudu. of praise and worship. Karibu, karibu, tumwimbie Bwana. Welcome so we can sing for God. Anza jisikia kumwabudu Mungu, Feel like worshiping anza God. jisikia kumsifu Feel Mungu. like praising Him. Amen. Amen. Usizubae siku ya Do leo. not be distracted today. Yesu anakuja kukuvisite leo, Jesus came to visit you. anahitaji umkaribishe. Yeah.
gusa kila mmoja aliye mahali hapa, aliyekuja na mahitaji yake. Acha wema wako, acha pendo lako, acha heshima yako inuke, acha heshima yako ionekane mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo. Acha Baba, tunaamini uko mahali hapa, tunaamini uko na tena, tunaamini uko na jibu mahitaji ya watoto wako, mahitaji ya watoto wako Baba, ikupe zako kwa kila mmoja katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba ndio mfalme, ndio mtakatifu. Ibada yetu Baba tunaileta mikononi mwako, ibada yetu tunaileta mikononi mwako, ibada yetu tunaileta mikononi mwako. Jehova Omega, mwanzo na mwisho, Mungu mkuu, Mungu mkuu. Tawala, 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 tawala mahali hapa, tawala Jehova, tawala hapa, tawala, tawala, tawala. Tunaenda kukemea kila nguvu zote zilizotokana na mapenzi yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Waliokuja kuja akupokee kila nguvu zote zilizotokana na mapenzi yako. Tunaharibu, tunachoma, fungoa, waliofungwa wafunguliwe, waliofungwa wafunguliwe, waliofungwa na giza wafunguliwe, wawe huru sasa kwa jina la Yesu. Asante Baba wa uponyaji, nenda ugange wale wote waliokuja na magonjwa katika jina la Yesu. Baba Mungu wetu mtakatifu, nenda waguse watu wamekuja na mahitaji mbalimbali, mahitaji yaliyo kwenye mioyo yao. Haleluya, asante Yesu. Baba tunakuonyesha acha kwanza mpaka tutakapomaliza. Acha tuendelee kuona mkono wako, acha tuendelee kuona mkono ya neno lako. Acha tuone Baba rehema zako, acha tuone nguvu zako, acha tuone Baba wema wako katika neno. Mhubiri wetu wa leo Baba, wezesha kiongozi wetu, wezesha vipindi vyote, vipindi nyimbo za waimbaji tunavileta mbele zako, maombi yote, kila ibada yote, kila kitakacho kipite ndani ya uongozi wako, ndani ya uwezo wako. Hatutasahau wale wasafiri, hatutasahau wasafiri au wasafiri, tunawapa mbele zako Mungu wetu. Tunaomba amani na nyumba zetu, amani ndani ya maisha yetu, amani ndani ya mioyo yetu kwa jina la Yesu Kristo. Baba tenda kwa watoto wako, tuko mahali hapa kukuita ili nawe utuone, nawe utende yaliyo ndani ya maisha yetu. Baba pokea mahitaji ya tuna mahitaji ya kanisa, tunayo mahitaji ya kupata jina la Yesu Kristo anazali onekana katika yote Baba. Mungu wetu mtakatifu, tunakuonyesha ndugu zetu wako sehemu za kuomboleza, hata kama Baba Mungu wetu mtakatifu, Mungu wezaye mambo yote, umesema ni heri kwenda kwa nyumba za matanga. Tunakuonyesha North Carolina katika nyumba Baba ya yule uliyompokea mtumishi wako Malanga, fariji wale wako ndani ya zile nyumba. Haleluya, asante Yesu, na maandalizi yote tunayaweka mikononi mwako, sababu ni mapenzi yako. Asante Mungu, tunakuonyesha msimamizi wetu hawezi, umwezeshe Baba. Shukrani zote zitakazopita mbele yetu zipite katika mapenzi yako. Kila jambo litapita mbele yetu, lipite katika mapenzi yako. Asante Mungu. Tunaomba machache, amini utatenda zaidi ya maombi yetu kupitia jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe makosa yetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wanaotukosea, na usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Haleluya. Nita
Nashukuru Mungu kwa vile anaendelea kunilinda na familia yangu. Nashukuru sana tena kwa kuwa ameweza kunipa muda tena wa kuwa mbele zake na kukusanyika na wengine. Ni neema kubwa, maana kuna wengi wanatamani kuwa mahali kama hapa lakini hawajafika. Tunafaa kumshukuru Mungu kwa iwe ndogo ama kubwa, maana kuamka tu ni neema ya Mungu. Kama umeamka ukatekeleza mguu, ukasikia mguu uko na nguvu, unafaa kumshukuru Mungu. Maana leo nimekuja nikiwa na furaha nikisema leo ni siku ya kushukuru Mungu. Lakini nimefika hapa naona wengine ni kama wameumwa, lakini hata kama kichwa inauma, kumbuka umeamka. Kuna wengine sasa hivi wanasaidiwa kupumua, lakini wewe uko mahali hapa Mungu amekupa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Wengine watoto wanauma, wengine hawasikii vizuri, lakini kumbuka mtoto wako ameamka. Kuna mwingine amelala kuangalia mtoto akakuta hayuko. Na ndio maana ninashukuru Mungu kwa hali
hapa na watoto wangu. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kijana yangu Phineas. Mungu ndiye alinipatia mtoto huu, na ninashukuru Mungu kwa sababu amemfungua na amemweka huru. Nitaendelea kumshukuru Mungu kila siku, maana anayatenda yaliyo mema. Tunafaa kumshukuru katika mema na mabaya. Niombe waimbaji Mungu alipatia masauti. Pia niombe kiongozi anipatie tu dakika 2 nimwambie Mungu, maana ni muda mrefu sisimame hapa. Niombe wapiga vita na keyboard wanisaidie. Kila mashimwe mana ya Elia, kila mashimwe mana ya Abrahamu, kila mashimwe mana ya Elia, kila mashimwe mana ya Abrahamu, kila mashimwe mana ya Elia, kila mashimwe mana ya Abrahamu, kila mashimwe mana ya Elia, kila mashimwe mana ya Abrahamu, kuyajibu, maana yeye ni Mungu anaye
kufurahia shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. I'll start. Ninamshukuru Mungu sana I thank God kwa neema na baraka zake for His grace and blessing ajili ya maisha yangu na watoto wangu. over my life and my Kweli children. ni mengi tunapitia It ndani, is a lot of things that we go lakini through, Mungu wa mbinguni but our Heavenly Father, ndiyo kamanda wetu wa He is our vita. commander in war. Anatupigania na mambo He mengi, fights for us in a lot of things. anatupigania kwenye ndoto, He fights for us in our dreams. anatupigania na kutulinda He barabarani. protects us on Kweli roads. ni neema tu, Honestly, it's by His ndio maana grace. siku ya That's leo why we're here. nasikia kumshukuru Mungu sana. Kwa I feel hiyo like giving ni thanks. mengi ya kumshukuru There's a Mungu. lot of things that we could give thanks Tutaanza for. saa hii We can start today mpaka magharibi till tutayamalizia Mungu. evening. We won't be able to finish. Lakini kuna jambo moja ambalo linifurahisha But there's sana. one thing that made me really happy. Mwaka ambao unaopita, Last year, kipindi nilipata ile kazi, when I received this job, nilipimaka kutafuta shift yenye itaniacha niko naonekana kwenye. I tried searching for a shift that will allow me to be available on Saturday. Nikatuma demand yangu, I put in my request. wakaikataa. They rejected it. Nikasema basi Mungu, nasubiri I siku said, yako. God, I'm waiting for your time. Lakini wiki inayopita But last week, nilisema acha kwanza niingie I said, niangalie. let it go in my. Nikaingia nikaangalia. I went to the app. And Sikubadilisha hata ile mashifti zwanatiaka I hata didn't kurudi. really look into the shifts that Nikaona much. shift ya kwanza mardi, I saw a shift that starts from Tuesday, mercredi, jeudi, Wednesday, vendredi. Thursday, and Friday. Lakini sasa ilikuwa ni magharibi. But it was evening shift. Nikasema Mungu wangu, I said, my God, nikamata hii ngoja itakuwa ya usiku. if I take this, it's going to Na be nikosha evening kakala kazi za shift. usiku. And I said I will never work at night. Lakini wandana kanaambia wewe kamata. But the inner man told me just Tutabakia tunabadilisha amena. switch it. Amen. Kweli nilikamata ile shift. Usually I took the shift. Juu unakwaka unakamata kwanza afu unatuma request You yako. pick it and you request for the shift. Bana kutumiaka sasa report kama And then walikataa wala they walisikia. respond whether they accept Lakini it or namshukuru reject it. Mungu sana. But I give thanks to Hapa God. kupita siku It mbili. did not take 2 days. Wakaniambia congratulations. They said congratulations. Unapata shift yako nilikuwa nataka. They gave me the shift. Nikamshia kumshukuru Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwani tusiko tunadharau You shukrani. should not look down on things. Hata that kidogo are kashukuru. even the little Kuna wengi wanakosa things. hata nafasi ya kusimama hapa. The people who don't even have the Lakini kale opportunity to kadogo, stand here, but the little najua things, na wewe unaonekana ndani ya kiti. I know that you are Uko na still there. shukrani za mingi. You have a lot of Lakini uko testimonies, unazidharau unazidharau. but you're saying Mungu atuwezeshe sana. Amena. Mbarikiwe. Amen. Friend God, Bwana asifiwe. I'm coming here today to thank God Na pia hapa kumshukuru Mungu because we had this exam at school juu tulikuwa na maexami kwa masomo SOLs that we had to like get 400 and na 500. unahitajika kupata mapo ya 400 kupanda juu. I thank God Namshukuru Mungu because He answered my juu prayers. alijibu maombi yangu. I asked Him, Lord, may You give me the knowledge to Nimwambia Mungu pass these anipatie akili ya exams. kupasa hizi maexami. And then the next day, Kisha siku ya kufuata I got my results. nikapata mapozi zangu, I passed all of them. nikapasa zote. Praise God. I would also like to give thanks to God. Ninataka kumshukuru Mungu for the amazing things that He keeps doing in my life. Kuna maajabu anaendelea kutenda maishani mwangu. He keeps nurturing me Anaendelea kunilea and to guide me na kuniongoza and teaching me things that I know nothing about. na kunifunza mambo ambayo sijui. And mostly Kikubwa to mold me
nitengeneza. He's molding me in different ways. It's not the best thing. Ananitengeneza njia tofauti. I'm not really happy with it. Mimi sikifurahi jinsi It goes against my desires. Yuko ananitengeneza tofauti na jinsi nataka. Or my human desires. Au vitu ambavyo nataka. But I know the spirit man, lakini najua kiroho, it's great for me. Ni kitu kizuri and it's what I need. Na ni kitu ambayo nahitaji maishani. And I would really like to give thanks to God for my school. Ningependa kushukuru Mungu juu ya masomo. I graduated this year from college. Nilifunga masomo college. It was not the easiest thing. Haikuwa rahisi. There was so many challenges. Kulikuwa ma challenge mengi. Sometimes I felt like giving up everything. Kulifika wakati ambao nilitaka kuacha vyote. But lakini I'll be like, God, nikasema Mungu, I want to finish college. Nataka nimalize so I can be a good example to my siblings. Ili nikuwe mfano mzuri kwa. If it was really up to me, kama ingekuwa kutoka kwangu, I would have given up. Ningekuwa nimeshaviacha. I went as far as considering to drive trucks. Nilitaka kuendesha matruck. I was like, if I stop going to school, nilisema kama nikiacha kwenda kwa masomo, I drop out. Ninaacha masomo. I'll go drive trucks and make money. Nitaenda kudrive matruck ili nipate pesa nyingi. But lakini when I would think about the fact that I'm the firstborn, nilipokuwa nawaza niko mtoto wa kwanza, and I have so many siblings behind me, na niko na wadogo zangu, I have my cousins, nina binamu zangu, they're all looking up to me. Wote wananiangalia. So I had to do it for them. So nataka kufanya hicho kitu juu yao. For college students, kwa wa college, wanafunzi wa college, I finished with a 4.0 GPA. Nilimaliza na 4.0. I passed all of my classes. Nilipasa masomo. I cried. Nililia. Thinking about the fact that I wanted to give up. Nilipokuwa nawaza jinsi nilitaka kuacha. That God gave me favor. Lakini Mungu akanipatia kibali. I found favor in my teacher's eyes. Nikapata kibali mwalimu. Every time I would come in class, kila mara nikienda kwa masomo, they'd be like, "Oh, the grace of God is here." Walikuwa wanasema neema ya Mungu amekuja. So it was a great thing. So ilikuwa kitu kizuri. As hard as it was, hata kama ilikuwa vigumu, I'm grateful that I finished. Nashukuru Mungu that did not just finish. Sikumaliza, I finished very well. Lakini nilimaliza vizuri. I want to give all glory to God. Nasema sifa zote nzuri. Amen. Amen. Kitu kenye ndo usini amesema. What she said. Kimenigusa juu nilikuwa nasema nitashukuru kwanza pata pesa. I'll testify once I find money. Lakini sasa amesema sisi tumelamuka na kwa wenyewe walikufa. And some people died. Nikasikia na nishitula. I felt like it awakened me. Juu akose saa hii tena kama mmeshapata habari asema babangu amekufa. Maybe you heard if it wasn't for God, you would have heard that my father passed away. Unaona kisi niko mzee. You see how old I am. Kwetu niko mtoto wa 6. I am the 6th child in my mother's house. Na siaonaka babangu anagonjwa hata siku. And I've never seen my father get sick. Lakini leo asubuhi, but today morning, saa 2 at 8, dadangu pale ndio alinilamsha na simu huko vya kuniuliza. Called me on a phone call. Juzi kwake na tabia kuangalia simu asubuhi siku ya Mungu. I don't look at my phone on Sunday morning. Alinipigia sasa tulimaliza kuongea ikaniomba niangalie kwa WhatsApp nione nini iko pale. I went through WhatsApp to see what's on there. Nikakuta ka message kadogo ka mdogo wangu. I found a little message from my younger sibling. Asema hapa sasa tuko hospitali tuko na papa. They're in the hospital with my father. Walikuta tension inapanda. They found that his pressure was high. Nilisikia roho inatoka ndani. I felt like my heart came out of my body. I could not understand. Nikaomba umwe nipige simu. I said, let me call. Na Mungu alinisaidia, walikuwa connect. They were online. Nikaongea nabo, ninawauliza nini? I asked them, what is it?
Anasema na shie He hatukubielewa. said, even we don't understand. Papa alilamuka mzuri akaenda kukanisa. Father woke up well and he went to church. Babangu ni mkatoliki ule mwenyewe kabisa wa kweli kweli. The one who's very deep in the Leo aseme religion. ilikuwa siku yao kama hapo ndio wangepasha pana maukaristia. I think he's the one who's supposed to give the Holy Aisha Communion. vala kanzu yake He mzuri, had his Aisha dress simama on mbele and was mkanisa. standing in front of the congregation. Benye walikuwa naye ase wakamuona anakuwa na tendensi ya kuanguka. They looked at him and he looked like he was about to fall. Benye walikuwa pembeni yake The people who were wakamkamata. next to him held them. Bakaona anaendelea. They saw that he kept becoming weak. Bakamupeleka mchumba They pembeni. took him in a nearby room. Sasa limufikisha kule mtu akanyoroka. Once they got there, he laid down. Anaanza ngoroma. He started to snore. Wakasema inakuwa They said, what's this? kamata gari ya mtu tu mwenyewe ilikuwa pale kwa kanisa wakamkimbiza kwa They hospitali. took him to the hospital. Kufika kule ndio wakaanza tafuta watoto Once they yake. got there, they started to look for his children. Batoto kwenda kufika pale wakakuta hayalamuka. Once they got there, they did not find him awake. Wanasema ilikuwa nguvu haikuwa rahisi. They said maybe he had died. This was Lakini not easy. Mungu alinisaidia. Kwenye mie niliongelea nao wakaniambia amelamuka. When I spoke to them, he had already waken up. Mpaka nikaongea na I papa. spoke to my father. Jumi naongeaka naye sana, ni So that's rafiki to him a yangu. lot. He's my Mimi friend. namuita on for. Nini I imeendelea? told them what's going on. Ananiambia bibisha niishi. And he said, even I'm Na shocked. mimi sielewi kama I don't know vilikuwa. what's going on. Yaani sijui niseme nini. I don't know what to say. Namshukuru Mungu sana. Thank God. Juu niko najiuliza sasa wangeniambia tena si papa naye Imagine if they had amekufa. told me that also our father passed away. Ingekuwa yeye mtu hakuwa mgonjwa. How would I have Yaani felt? nasikia Because he was not even kumshukuru sick. Mungu So I sana felt tena thanks to sana. God. Na mama mkwe pia naye alikuwa Also, my mhali mother mbaya She sana. was in a bad Naye condition. alikuwa kwa oxygen. She was also on oxygen. Lakini kwa leo But wamemtoa kwa today, oxygen they took naye her yuko out. She's anapumua kwa also pumzi breathing yake yeye pekee. well with her own oxygen. Nashukuru Mungu I give thanks to sana God. sana tena And I give sana. thanks to God. Yeye mwenyewe mnaombeaka You wagonjwa. would pray for the sick. You know tunakuwa tunaomba tu Mungu wakumbuke wagonjwa You just wote. say, God, remember all the sick Ile people. maombi nitake nafanya That prayer kazi. goes around doing its Usipenda job. sahau kuwaombea Do not wagonjwa. forget to pray for the sick. Nashukuru sana. I give glory to Sana God. tena sana. I give glory to Mungu God. awabariki. May God bless you. Mimi ningeomba ruhusa nibatize tena. Amen. I would like to ask permission to baptize again. Labda mtawaza ni vingine. You may think it's other things. Kanisa zetu za zamani Our old churches, walikuwa wanaambia kila mwimbaji anayefikisha miaka they'll be like, 12 a singer, if you're 12 years juu old, akubaliwe kuimba. for you to be allowed to sing, you have to be baptized. Hatukubatizwa juu ya wokovu. We were never baptized because Wala we're juu ya saved neno la Mungu. or because of the word of Lakini God. tulibatizwa juu ya We're sheria. baptized because of the law. Tukabatizwa kwa nguvu. We're baptized forced. Nilikuwa We're napenda forced. imba. I used to love to Nikaona sing. nikose kuimba tu I said, oh, should I not sing just to be? nikatandikisha. I said, okay, write my name. Tulibatizwa tuko wadogo sana. We were baptized at a very Tulikuwa young age. hatujua wokovu ni We nini. Bwana knew Yesu that we asifiwe did not sana. know what salvation Ni was. huruma sana na wote. It is Kwa sad kutusukuma kwenda to kubatizwa push people to go sing bila kutufundisha neno la Mungu, without teaching us the word of bila God, neno la Mungu kutuingia, without the word of God bila having Roho place in our Mtakatifu hearts, kutujenga or the kiroho. Holy Spirit Ni building huruma us. sana. It is Mimi sorrowful. niliomba I would nibatizwe. like to be baptized again. Nishajua neno la Mungu. I know the word of God now. Mungu akubariki mchungaji. May God bless you. Neno la Mungu linanibariki. The word of God has touched me. Mimi ningeomba nibatizwe tena. I would like to be Kama baptized again. nishajua ubatizo ni nini. Now I know what baptism is. Nishajua wokovu ni I nini. know what Na salvation nishajua is. kuacha dhambi. And I know what stopping Nishajua to kuamini sin Bwana is. Yesu. I know what believing in Christ means. Tusingelisikia haya. We should not feel ashamed. Tulipotezewaka. We were stolen from. We were Tulipotezewaka. stolen from. Ni heri kila umoja. It is better for each Wa of us. mitume walikuwa na ubiri. The apostles would preach, Watu wanasikia ndani ya roho and yao. people would feel it in their Roho wa Mungu hearts. alikuwa The anashuka. Holy Spirit will descend, Wanajitolea and they'll give tunabatiziwa. themselves, will be Baba wengine baptized. waliuliza, And there are many who are tufanye asking, nini? what Tufanye should we do? nini? What should we do? Juu tumwamini For us Yesu. to believe in Tuandikiwe Jesus. kwenye kitabu cha uzima. For us to be written in the book of life.
The apostle told you like you have to be baptized na muamini. and believe. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Tusisikie haya. Let's not feel Kila ashamed. mtu akomboe nafsi yake. Each person should save their own soul. Kanisa zetu njoo hivi. Our old churches, that's how Lakini it Roho wa was. Mungu But the Holy Spirit, wa leo, today's, acha niseme iko tofauti na siku let me zile. say it's his different. Aliingia ndani He came in ya depth. mchungaji. He went into his servant Akahubiri kweli. and he preached to us the Ninamshukuru truth. Mungu sana kwa hii. I thank God for Mimi this. ningeomba I nibatizwe. would like to be baptized again. Bwana Yesu asifiwe. Hebu chapa tena makofi kwa Yesu. Amen, amen. Mwambie mwenzako hilo ndilo neno la Tell Bwana. your neighbor that is the word of God. Lazima pawe na kuguswa. There should be a touch. Lakini nataka niongee hivi. But I want to say this. Swali la dada yetu Salima Our matter of our sister, linaenda sambamba na neno ambalo nilikuwa natarajia niongee it sasa. goes in alignment with the word I wanted to say. In alignment. Maana mchungaji ametugusia vitu viwili Because the preacher told us two things. ambavyo ni vya muhimu na vinakamilisha okovu Two yetu. things that are important and that completes our salvation. Amesema yapo mambo mawili: He said that kuamini the kwa two moyo things, to believe in your heart. utapata haki, If you believe with your heart, you'll be justified. na kukiri kwa kinywa But chako if you confess with your mouth, utapata wokovu. you will be saved. Na hii inakuwa swali kwa watu wengi And this is a waliookoka question to many wakabatizwa. who were saved and were baptized. Tunapoongelea habari za kutubu, When we talk about repentance, unakuta hata yale ambayo walitubu you find that even the things wanajisikia that kwamba they wangali repented from, wanapendelea tena wende they watubu. still desire to repent of such Amen. things. Amen. Inamaanisha nini? Which means, Inamaanisha katika haya mambo it mawili means that in these lipo two jambo things, moja there's one alikupata thing nafasi vizuri ndani ya that did moyo not wako, find room in their ndani ya hearts maisha yako. or in your life. Kuna watu wamelisikia neno There are people who heard the hata word, wakafikia kubatizwa, they were even lakini baptized, ndani ya moyo wao but in their heart, hakukuwa kuamini kwa there was no moyo ili believing wapewe with ile their heart haki. for them to be justified. Amen. Amen. Na kuna wale And waliamini there kwa are moyo those who believed wakaipata with their haki, heart and they were lakini justified, wakakosa kukiri kwa but they kinywa failed to chao. confess with their mouth. Na katika maisha yao ya wokovu Even their salvation, lazima wataishi na labda they will live with doubts. maswali Maybe. yatakuwepo, They'll have a lot of maana kule questions. uhuru wa kweli Because the wa true wokovu freedom kwanza of salvation umekamilika. is not yet completed. Amen, amen. Ubatizo ambao tumeambiwa ni mmoja uliokamilika, Baptism that we're told that is complete. ubatizo wa maji. Baptism mengi. is many of a lot of water. Ukibatizwa kwa maji If mengi, you baptize with a lot of uko water, kwenye ule ubatizo ambao you tumeambiliwa. are in the baptism that we're being Lakini told dada about. Salima amesema But walibatizwa, our sister said she was baptized. nafikiri ilikuwa ni maji mengi, si I vile? think it was a lot of water. Lakini yeye angali anajisikia kama hajabatizwa But she felt like she was not yet baptized. kwa sababu waliambiliwa Because she was told, msipobatizwa if you don't hamtaendelea baptize, you won't kuimba. continue to sing. Hapo panaonekana nini ndani ya moyo wa Salima? What do we find in her heart? Alipata nafasi ya kukiri, She had the time maana to confess. waliwaongoza katika sala ya toba. Because they got it into Alipata the prayer nafasi ya of kukiri kwa repentance. kinywa chake, They got it lakini up. nafasi ya But- kuamini kwa moyo But ilikuwa with bado. believing in their heart, she had not yet believed. Sasa kitu kinachohitajika But what is needed ni wewe kupewa is mwelekeo. for you to be guided. Sogelea wachungaji, Approach the pastors, watakupa they mwelekeo. will guide you. Amen. Amen. Alafu hiyo kitu itakuwa imetoka kwako. And that will be Hatuwezi taken na tena from you. tukakubatiza kwa We maji, can baptize with a lot of water. lakini tutakupa mwelekeo. But we'll Wachungaji guide wako you. hapo, mwalimu wa The somo pastors yuko hapo, here. The na teacher of the ameshasikia lesson, hiyo, he ataiandaa. heard it. He will prepare something. Amen, amen. Mwambie mwenzako tena, Tell your neighbor hilo ndilo again. neno la Bwana. That is the word of God. Unajua mtoto You akizaliwa, know when a child is born, mama mtoto anakuwa anampatia maziwa, si vile? the mother breastfeeds them. Unakutaka saa moja maziwa ya mama ingali ya maji maji. Sometimes the milk is still Inafika watery. wakati inaanza kuwa maziwa ya And then it kunata reaches to a kabisa. point where it starts to become Inaanza kuwa thick. ya kunata. It starts to become Inafika thick. wakati ule mtoto yale maziwa hata kama ni mazito It reaches to a hayakai point tena where mtumbo. the baby Mama doesn't anasema acha nimpe bui. like the milk anymore. Nimpe Now bui. the baby is receiving Anamupa porridge. bui. The baby Inafika takes wakati porridge. bui tena buikali, There's a point where mpatie porridge tonge is ya not ugali. enough. Now they want fufu. Amen. Hivi tunaanza leta tonge za ugali. Now we're sasa. bringing fufu. Halo. Pepea Yesu tena kama. Wave to Jesus if you love him.
Amen, amen. Ndio. Barikiwe tena mchungaji. Be blessed. Nafikiri siku ya posho ilikuwa ya kwangu, ya Mungu ilikuwa ya kwangu. Mimi nampatia Next tena Sunday was mchungaji. supposed to be Ama mine, ndiye but I'll kwanza give it to somo you lake. so you can finish his sermon. Maana ameomba Because he asked, leo aongee juu ya wokovu. he talked about salvation. Na wiki ijayo aongee juu ya He ubatizo. wants to talk about baptism. Ninajua kipo kitu kingine I know kitakugusa that there's tena something else atakapoongelea that will hiyo. touch you once he talks Na about it. utagundua vingine vitu. And you know some more things. Najua kwenye ubatizo tungali na mawasiwasi You mengi. know we have a lot of doubt when it comes Kuna to wale wanaambiliwa those who are told, ukibatizwa kwa jina la if Yesu, you're baptized in the name of wewe ndio ulibatizwa you're kabisa. the one who are truly baptized. Mwenye alibatizwa kwa jina la Baba, The one who Mwana na are Roho baptized in the Mtakatifu, name of the hapana. Father, Son, and the Na Holy mwingine Spirit. naye is anaambiliwa no. wewe ulibatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Another Mtakatifu. person will be baptized Wewe in ndio the name of the ulibatizwa. Trinity. They've said that they're the Ukibatizwa one tu who kwa preaches. jina la Yesu, hapana. If you baptize in the name of Lakini Jesus, nikwambie all is not hivi, enough. But I tell kama you, ulibatizwa kwa jina la you Yesu baptize in the name na of mwingine Jesus. akabatizwa kwa jina la Baba, And Mwana another na Roho person was Mtakatifu, baptized in the name of the Father, ninyi the Son, yote and the Holy mlibatizwa Spirit. kwa lile jina You are all moja. baptized under the same name. Maana ndani ya Yesu Because kuna in Baba, Christ there's the Father. ndani ya Yesu In kuna Roho Christ Mtakatifu. there's the Holy Spirit. Amen. Ndio sababu wakina Petro, That's why people like Yesu Peter, aliwaagiza, Jesus guided aliwaambia them. wale ambao He wataamini told them, whoever that will muwabatize believe, kwa jina la Baba baptize them na in the name Mwana of the na Father, Roho the Son, and the Mtakatifu. Holy Spirit. Lakini Roho Now alipokuja when the Spirit came, akawafikia wakina Petro, He got into walipotoka Peter. nje, When they went watu out, wakasema tufanye nini? people said, what should we do? Akawaambia tubuni. Peter said, Walipotubu, Once they Biblia repented, inasema the Bible says, waliwabatiza kwa you jina are la Yesu baptized in the name of Kristo. Jesus Christ. Amen. Sasa usiwe na mashaka. So don't be doubtful. Kama ungali na hiyo mashaka, manake If you wewe still have haujui such neno la doubts, Mungu. meaning you don't Soma know the vizuri word neno of la God. Mungu. Read the word of Karibia God well. watumishi wa Mungu Approach men of God wakupe mwelekeo. and they will guide you. Amen. Amen. Najua siku ya Mungu I know that Sunday, vitunga vitaenda vinajaa. buckets will be filled. Vitunga vitajaa. Buckets will be filled. Usiache kitunga chako Do nyumbani. not leave your bucket Ukuye na alone. kileta. Come with it. Amen. Basi tunafika muda wa Ni matangazo. kuhusu semina ya Another vijana announcement ambayo concerns the youth seminar, ilikuwa ifanyike tarehe 31 which mwezi wa was supposed to 5, take place on May 31st. imehairishwa kwa sababu za kilio. It's canceled due to the Tutawajulisha Let baadaye you know baada ya kupata maelekezo, after we receive Ya some kanda. more information. sababu ni semina iliyoandaliwa na It kanda, was a haiko ya youth kanisa seminar that hili, was prepared by the na Kanda, ni not lazima by kanda the church. vipatie tena kitakaofuata baadaye. So the Kanda will let us know what will take place after. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa kila mmoja Thank you to everyone. kwa kuhudhuria ibada, For attending service, na tunataomba. we're going to pray. Mungu Baba uishie mahali pa kuinuka, tunatoa sifa na shukrani kwa kila jambo umetupatia siku ya leo, chakula kizuri, furaha, amani, upendo. Mungu wetu, imekuwa ibada nzuri sana siku ya leo. Mungu wetu mtakatifu, tunaenda kuomba baraka kwa kila mmoja ameacha shughuli zake, Mungu wetu, na kushiriki ibada ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tukiomba Mungu ushughulike kwa mahitaji ya kila mmoja aliye mahali hapa. Asante Yesu kwa kuwa unajibu, ndio maana tunaona shukrani, watu wakisimama hapa na kushukuru sababu unatenda. Endelea kutenda, watu wajue kwamba wewe ni Mungu mkubwa unayetenda mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Aliyekuja na madhaifu ya magonjwa atoke hapa amepata majibu, amepona, amefunguliwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme wa wafalme, ambaye familia yake mambo yalikuwa haiendi, ianze kwenda vizuri kwa furaha na amani. Watoto wapokee ufungulifu katika jina la Yesu Kristo. Wote vijana wapokee ufungulifu, wanafunzi wapokee ufungulifu kwa jina la Yesu Kristo. Tukiombea wale wanasafari, Mungu kaonekane juu yao ndani ya wiki hii. Mungu, tunaombea safari zote ziwe za amani katika jina la Yesu, tukiombea neno lako ambalo tunasikia
Mungu, na tutaendelea kulisikia kwa wiki ijayo. Mungu wetu mtakatifu, acha kiu ya neno lako ndani ya maisha ya kanisa kwa jina la Yesu, ili tuweze kuelimika na kuelewa Mungu wetu kile unataka kwa maisha ya mwanadamu. Asante mfalme, asante mtakatifu, kwa kuwa utakuwa Alfa na Omega ndani ya maisha yetu. Ndani ya wiki hii tunaomba Mungu ulinzi wako ukatufunike, hema lako likatufunike kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, watakaopanda kwenda makazini, watakaoshuka kutoka makazini, Baba, watakaotembea kwa ajili ya neno lako, hata safari ya kwenda North Carolina tunaiweka mikononi mwako. Tunaomba ulinzi wako Mungu katufunike. Amani yako Baba na pendo lako ikatufunike. Watoto wetu walindwe. Nguvu za mbingu zikafunike watoto wetu. Tunakataa maaksida, tunakataa vifo vya ghafla, tunakataa magonjwa ndani ya mafamilia. Baba, tunakumbuka wale ambao ni wagonjwa huko Kongo na Uganda, katika jina la Yesu Kristo. Ni watu wa familia yetu hapa kanisani ambao ni wagonjwa, hypertension, mapresha na kadhalika. Kwa jina la Yesu wapokee uponyaji. Baba, kuna wale wameleta mahitaji ya magonjwa siku ya leo, acha wapokee uponyaji. Watoto wafunguliwe vifungo vya watu wa zamani, vifungo visivyojulikana, wafunguliwe wawe huru. Akili zao zianze kutembea sawasawa na mapenzi yako kwa jina la Yesu. Wasiojielewa waanze kujielewa. Mungu wetu, tunaomba mafanikio. Mungu wetu mtakatifu, asante kwa kuwa wewe utakuwa jibu ya kila mmoja. Wale wanafanya kazi, tunaomba Mungu fungua milango ya mapromotion, mishahara ipande, wasio na kazi wapate kazi, wakaje tena kukushukuru Mungu kwa kuwa umefungua milango katika jina la Yesu. Uwe jibu kwa mahitaji ya wadada zetu, uwe jibu kwa mahitaji ya wakaka zetu kwa jina la Yesu. Wale ambao waume zao wangali Afrika, fungua milango kwa jina la Yesu Kristo. Waume wao waje kwa jina la Yesu, wake wao waje. Asante Mungu, tunaombea ibada ya leo ambayo inaenda kumalizika. Mungu wetu, bariki kila umoja, kila aliyehudumia siku ya leo aone baraka zako. Asante mfalme, kwa kuwa Mungu tunaomba kama wanadamu. Mungu, hatujui kuomba vikamilifu, lakini wewe utajaza mahali tumepungukiwa, hata activities zingine zitakazoendelea baada ya ibada hii. Mungu, tunaendelea kuomba mkono wako ukaendelee kufunika watoto wako. Tunaomba amani ndani ya nchi hii, tunaomba amani ndani ya nchi tunazotoka imo. Tunakataa pepo za mauti zinazozagazaga ulimwengu mzima, huku vilio, kule machozi, kwengine machozi, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hiyo mahewa yote ya pepo ya mauti tunaikanyaga kwa mamlaka uliyotupa kwa jina la Yesu Kristo. Amani yako Baba na pendo lako itufunike sasa na hata milele, tunaomba amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu iende pamoja nasi sote sasa na hata milele. Sote tuseme amen na kubwa, amen na kubwa. Tusalimiane kwa upendo. Amen. Na twende na amani.